Mahakama yageuka na kuwa nyumba ya kichekesho baada ya Tundu Lissu kumvaa vibaya wakili wa serikali. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza kufika hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika mahakama kuu ya Dar es Salaam siku ya leo imekuwa na mvutano mkali baada ya wakili na mwanasiasa mashuhuri Tundu Lissu kuendelea kuonyesha ustadi wake wa hali ya juu katika kesi inayomkabili. Kwa zaidi ya saa moja, Lissu aliibua hoja nzito na maswali makali yanayotikisa ukumbi mzima wa mahakama, akimchambua kwa undani shahidi wa jeshi la polisi aliyedai kuwa na ushahidi wa video kutoka YouTube zinazohusiana na mwanasiasa huyo. Mashuhuda waliokuwepo mahakamani walisema Lissu alionekana mwenye utulivu mkubwa na umakini, akitumia kila fursa kuonyesha mapungufu katika ushahidi wa upande wa mashtaka. Alianza kumhoji shahidi kuhusu muda wa maelezo yake katika taarifa ya polisi, na ndani ya dakika chache ukumbi wa mahakama uligeuka kuwa jukwaa la mvutano wa hoja. Shahidi alionekana kukosa uelewa wa kina kuhusu muda na mazingira ya kutoa ushahidi wake, jambo lilozua hali ya kicheko na kicheko cha chini kutoka kwa waliokuwepo. Lissu hakusita kuingia ndani zaidi katika mada kuu ya ushahidi wa video, akichunguza kwa kina taarifa kuhusu video zinazodaiwa kutoka kwa chaneli ya YouTube. Aliuliza maswali kuhusu mmiliki wa chaneli ya Jambo TV, walisewa video hizo na iwapo zinaweza kuthibitishwa kuwa hazijahaririwa. Na katika mfululizo wa maswali hayo, shahidi alishindwa kueleza ni nani aliyetoa video hizo, na akakiri kuwa hana taarifa za kiufundi kuhusu password wala utaratibu wa kuhifadhi vielelezo hivyo. Hali ilizidi kuwa ngumu kwa upande wa mashtaka wakati Lissu alipolenga katika kielelezo cha flash disk kilichopewa jina la Sosia. Alitaka kufahamu kwa nini video hizo zina maoni zaidi ya 300 kutoka kwa kaunti zisizo na majina halisi, na ni jambo lilozua wasiwasi kuhusu halali wa ushahidi. Wakati mawakili wa serikali wakijaribu kupinga hoja hizo, jaji aliruhusu maswali yaendelee na alisema kuwa ni muhimu kuchunguza uhalisia wa ushahidi wa kidijitali. Katika hatua nyingine, Lissu aliamua kuchunguza uwezo wa kitaalamu wa shahidi huyo, akitaka kujua kiwango cha elimu na uzoefu wake katika upelelezi wa mitandao. Shahidi alibainisha kuwa hana mafunzo maalum ya teknolojia ya habari, na ni jambo lilosababisha ukimya mzito mahakamani, huku baadhi ya waliokuwepo wakionekana kushangazwa na mapungufu hayo. Baada ya dakika chache za mvutano wa hoja, mawakili wa serikali waliomba mapumziko mafupi, wakisema wanahitaji muda wa kujipanga upya. Jaji alikubali ombi hilo na kuahirisha kikao kwa dakika 15. Na wakati huo, nje ya ukumbi wa mahakama, wafuasi wa Lissu walionekana wakimpongeza kwa ustadi wake na namna anavyotumia sheria kuibua mapungufu ya upande wa mashtaka. Kesi hii imepangwa kuendelea kesho, huku umma ukiwa na matarajio makubwa kuhusu yatakayojiri. Wengi wanasema tukio la leo limeonyesha uzoefu na uthabiti wa Lissu katika kutumia misingi ya kisheria kuhoji ushahidi wa kisiasa na wa kidijitali. Tundu Lissu ameendelea kudhihirisha kuwa siasa na sheria kwa upande wake ni nyanja zinazounganishwa kwa ustadi wa hali ya juu. Tukio hili limeonyesha jinsi kesi hii inavyoweza kuwa na athari kubwa kwa taswira ya haki nchini Tanzania. Endelea kufuatilia Kenyascope kwa taarifa zaidi kuhusu mwenendo wa kesi hii na matukio mengine muhimu barani Afrika.